Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Tunakukaribisha sana ndugu mtazamaji katika siku ya Ijumaa ambapo tunaenda kutoa hitimisho, lakini pia tunaenda kujibu maswali katika siku ya leo. Basi kabla ya kuanza Amen. Tuombe. Mungu wetu, Baba mtakatifu, tunakushukuru maana umetupa tena kibali ili tujifunze. Tunapoendelea na masomo haya leo, kama siku ya kujibu maswali, tunakualika uanze nasi. Tunamwalika naye anayetutazama na ipende kwa pamoja, katika jina la Yesu Kristo, amen. Amina. Bwana, yani leo ni kama kama tunazama zaidi tunapokamilisha somo la 9 upatanisho na tumaini. Swali la kwanza, twende moja kwa moja kwa sababu tuna muda sana. Fungu la kukariri lilisema yeye asiyejua dhambi, Yesu asiyejua dhambi, Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Swala la kwanza, namaanisha nini? Namaanisha nini kwamba Kristo alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu? Kristo alifanywa kuwa dhambi, na amefanywa kuwa dhambi kwamba mwanadamu alikosea, alikuwa na dhambi. Sasa ili achukue nafasi ya kuokoa, nafasi ya kuokoa ni kwamba mtu afe, atoe uhai wake. Tunasema nini ya dhambi ni mauti. Tunasema nini? Mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa yeye hakuwa na dhambi. Sasa mauti ange nani pale, ili angefikaje kwenye mauti bila dhambi? Kwa hiyo ili afike, alifanyaje dhambi sasa? Sasa ili afe, atoe uhai wake, ni kwamba apokee dhambi, awe mdhambi ili afe, dhambi ife kupitia yeye, afanywe mdhambi. Sema aichukue dhambi katika mwili wake, sio afanye mdhambi, aichukue dhambi. Haya, historically practically ilikuwaje sasa? Historically practically ilikuwaje? Kwamba Yesu Kristo aliyachukua madhaifu yetu, dhambi zile zote, yani ile shutuma zote, okay, mpaka kwenda pale msalabani, matusi na nini, kutupiwa, vitu vyote, ilikuwa anaenda anachukua mzigo wa dhambi ya wote, kuanzia tokea Adam mpaka yeye pale, na hata wale ambao watafuata baada yake, kwamba kupitia yeye anaibeba ule mzigo wa dhambi. Na ndio kitu kilichompelekea yale matukana na nini yote, kabeba zile nazo mpaka wapi? Msalabani pale. Hukumu itatolewa pale msalabani, kwamba shetani alifikiri kupitia pale msalaba, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, mshahara wa dhambi ni mauti, nadai lazima kafara itolewe. Na sasa yeye akafanyika kuwa kafara. Ni kama niseme, ni kama kipindi yule mbuzi ambaye alikuwa anatolewa kafara, walikuwa wana Waisraeli wanaweka dhambi zao, wanaweka mikono yao pale juu, zile dhambi zinahamia kwa yule nani. Sasa na Kristo yeye dhambi akazibeba kwenda nazo pale msalabani, lakini yeye mwenyewe bila kutenda nini dhambi, katika mwili wake akachukua dhambi. Sasa yeye akawa ndio yule kondoo wa kuchinjwa wa kafara, ili kwa kupitia yeye sisi tukafanyaje. Nyingine tena, kama ulivyouliza practically au historically, mafundisho yake yalikuwa ya kweli, lakini Mafarisayo walibadilisha mafundisho yake yaonekane kwamba sio ya kweli, ili aonekane ni mdhambi, anapingana na viongozi na tuseme na sheria. Kwa hiyo katika hiyo hali
wakambebesha kwamba yeye ndio mwenye makosa. Kwa hiyo practically sasa anaenda kusulubishwa pale kwa makosa haya ambayo hayakuwa makosa. Mungu sasa alimfanyaje dhambi? Alihukumu dhambi katika mwili wake. Practically sasa historically Mungu alivyomfanya ni kwamba baada ya kubebeshwa, amesingiziwa, ameshutumiwa, ametupiwa, akaonekana, akadhaliwa na mtu, amekataliwa na Mungu na nini. Okay, sawa. Sasa Mungu alifanyaje dhambi? Sawa. Warumi 1. Ghadhabu ya Mungu iko katika nini? Uasi. Akashusha ghadhabu yake katika mwili wa Kristo, lakini kuiadhibu dhambi. Sasa ule uwatanisho wa dhambi na ule mwili ikabidi vife, viharibiwe. Kivipi? Ghadhabu yake. Tunaposoma Injili, nashukuru sana. Ngoja tulifikishe mwisho. Tunaposoma Injili, Mungu kunyamaza kimya bila kuingilia kati. Wakati hawa wanamshutumu uongo, wanampiga mkuki, ile Mungu kunyamaza kimya ni kwamba vile amemkataa, amemhesabia naye kama wale wanavyomhesabia. Alimfanya dhambi, sisi tulimfanya dhambi, unajua mtu anaweza kukufanya mzinzi bila kuwa mzinzi. Mungu naye alimfanya Yesu kuwa mwenye dhambi kwa kunyamaza. Sisi kwa kumsemea, kwa kumsingizia, kwa kumtupia mchana. Yani ndio hivyo sasa. Anasema lakini sasa haki ya Mungu inatajwa hapa, habari ya haki ya Mungu. Anasema alimfanya hivyo ili sisi tupate kuhesabiwa haki. Msalabani Yesu anapofufuka, kwa sababu alikufa kama mwakilishi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, msalaba ni lugha ya kivitendo inayoonyesha Baba yule ambaye alimnyamazia, alimhesabia haki. Wewe ulichukua unazungumza habari ya hasira yake. Yaani kwa lugha nyingine, Mungu kuachilia hao wenye dhambi au hiyo dhambi imfikishe Yesu kwenye mauti, wafanye kinachotaka, anyamaze mpaka afe. Ndio njia ilikuwa ya Mungu ya kukomesha dhambi, ya kutimiza haki yake, kama muumba, kuondoa dhambi. Nikaje hiyo kitu? Unajua tunaenda kwenye hili swali hili, tunapolijaribu jibu, tumejibu maswali mengine yote. Sasa anarudia akasema, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Unajua zamani ulimtarajia Paulo angesema ili sisi tupate kupatanishwa na Mungu, au ili sisi tupate kusamehewa dhambi, au ili sisi tupate nini? Anasema ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Sisi ni akina nani? Sisi ambao tulikuwa tumefarikishwa na nia zetu, tamaa zetu mbaya. Hapo ndipo ambapo nataka tumalizie vizuri, tutarudi mwende kusoma vizuri. Ajua Paulo katika Wakorintho wa pili anajitetea yeye na mitume wenzake ambao wanatimiliza mateso ya Kristo Yesu katika mwili wao kwa faida ya kanisa. Wametuhumiwa kwamba wanatuhumiwa kwamba nao sio wa kweli, sio mitume wa Kristo.
wanafanyika dhambi, yaani wanafanywa dhambi na Wakorintho wenyewe, Wayahudi wasiokubaliana nao. Kwa hiyo Paulo anajilinganisha na Kristo kwamba Mungu ili sisi tupate kuokolewa alimfanya kuwa dhambi, ili na sisi mitume na sisi tufanyike haki ya Mungu, tufanyike hicho hicho, yaani awapatanishe nyinyi wa Korintho na Mungu kupitia mateso, matusi mnayotupa, mikuki mnayoturushia. Ndio haki ya Mungu iliyodhihirishwa pale msalabani na kwenye ufufuo. Ndio mahali pengine anasema kwetu sisi ni mauti, lakini kwenu ni uzima. Kama ambavyo pale msalabani alikufa kama mwenye dhambi, ili sisi tuweze kuhesabiwa nini? Haki. Ili sisi tuweze kupewa msamaha, si ndio? Ili sisi tuweze kupokea uzima wake. Kwa hiyo wewe unasema unataka kufanyike haki ya Mungu. Unajua haki ya Mungu imetekelezwa wapi? Msalabani. Kwa hiyo unaona unataka kufanyike haki ya Mungu kwa ajili ya watu wa Temboni. Uko tayari kuchukua matusi yao? Uko tayari kufanywa mwenye dhambi? Niko tayari. Kwa ajili yao. Kwa ajili yao. Ndio naona nikwambie. Kuna vitu vingine kwa ajili ya watoto inabidi uteseke. Sawa. Kwa ajili ya Injili inabidi uteseke. Kwa hiyo unashiriki mateso ya Kristo. Unashiriki haki ya Kristo. Upatanisho na tumaini. Kristo ni haki yao. Hilo ndio natoka nalo. Hilo ndio natoka nalo. Amemaliza. Hakuna zaidi ya hapo sasa. Mimi naomba tu Mungu anipe nguvu kufanyika dhambi. Najua inauma. Inauma lakini kwa faida. Uweza wa Mungu uzidi kuwa pamoja nami. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya upatanisho na tumaini la Injili ulotuwekea katika Kristo Yesu. Kristo kati yetu. Kristo aliyefanyika dhambi. Kristo aliyefanyika dhambi ili sisi tuweze kufanyika pia dhambi kwa ajili ya wenzetu, ili nao waweze kufanyika marafiki wako, wamepatanishwa na wewe, kwa sababu Baba tumekataliwa kwanza, ili wao waweze kukubaliwa na wewe. Sasa tunaomba neema yako ikawe kwa kila msikilizaji, na kama kuna mtumishi yoyote ambaye amefanywa haki ya Mungu kwa namna anavyoyapitia, kama ulivyompatia Paulo na mitume kuwa haki ya Mungu na Kristo pale msalabani, kawape neema hiyo hiyo. Tulete tena masomo yajayo tunapoendelea kuchunguza siri hii ya upatanisho kwa jina la Yesu. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji, leo pamoja na Viano Tuliza. Na mimi Enos Makalindile. Wiki hii tuko tunaangalia upatanisho na tumaini. Tuko tunaingia somo la 11. Somo la 10. Somo la 10. Sio kutimiliza hiyo, Kutimilika katika Kristo. Kutimilika katika Kristo. Karibu sana. Hii ni Temboni, Dar es Salaam, tunakaribisha wiki. Na mimi Enos Makalindile. Mimi Geoffrey Omondi. Karibu sana. Karibu sana.